Naam, karibu mfuatiliaji wangu wa channel yako pendwa ya Jifunze Kiingereza Online. Na leo sehemu ya 5 tutajifunza sehemu za mwili au body parts. Endelea kunifuatilia kwa makini huku ukisikiliza jinsi ninavyotamka haya maneno na kuyaelezea kwa Kiswahili. Hair, nywele. Head, kichwa. Ear, sikio. Eye, jicho. Nose, pua. Mouth, mdomo. Cheek, shavu. Chin, kidevu. Neck, shingo. Shoulder, bega. Chest, kifua. Stomach, tumbo. Navel, kitovu. Waist, kiuno. Thigh, paja. Knee, goti. Hand, mkono. Elbow, kiwiko. Wrist, kiwiko cha mkono. Palm, kiganja. Fingers, vidole. Leg, mguu. Huu mguu kutoka kwenye goti pale kushuka chini. Leg. Foot, huu ni mguu wa chini ambao umeshikilia vidole. Foot. Tongue, ulimi. Teeth, meno. Toe, kucha za vidole vya mguu. Sole, hii ni sole au unyayo wa mguu. Kwa hiyo kwenye Kiingereza hivi ni vitu vya muhimu uweze kuvijua, kuvitamka, lakini pia uweze kujua maana yake, kwa sababu kuna wakati mwingine utahitaji kutaja sehemu ya mwili au kiungo chako cha mwili, lakini unajikuta bahati mbaya huijui. Sasa inakuwa vigumu kuendelea na mazungumzo. Kwa hiyo mtu mwingine anaweza kusema this is a head, hiki ni kichwa. This is a waist, hiki ni kiuno. This is a tongue, huu ni ulimi. This is my elbow, hiki ni kiwiko changu. This is my leg, huu ni mguu wangu. This is my mouth, huu ni mdomo wangu. This is my cheek, hili ni shavu langu. Kwa hiyo unaweza ukatunga sentensi mbalimbali kwa kutumia haya maneno ambayo yameandikwa hapo ubaoni kwa ufasaha kabisa, na kila kitu kikaenda vizuri. Kwa hiyo endelea kuwa pamoja nami, endelea kujifunza pamoja nami, na hii ilikuwa ni sehemu ya 5 ambao kwa leo tulikuwa tunajifunza sehemu za mwili na jinsi zinavyotamkwa pamoja na maana yake. Kama utakuwa umependa video hii na kuomba usubscribe, unaweza ukacomment, ukatoa maoni yako, lakini pia ukalike. Karibu tena katika somo linalofuata ambalo litakuwa ni somo la 6. Nalo ni somo muhimu sana kwa ajili yako, kwa sababu linaendelea kukujenga siku hadi siku, na mwisho wa siku unaweza ukaanza kuongea Kiingereza taratibu, ukaanza kuunganisha maneno, ukaanza kuunda sentensi kwa kupitia sehemu hizi mbalimbali ambazo unajifunza. Karibu sana, endelea kwa pamoja nami na kuaga kwa sasa. Kwa heri, tukutane kipindi kijacho. Asante sana.